Katika hali ya kushangaza kunako mtaa wa Ronsoti uliopo kata ya Nyamisangura halmashauri ya mji Tarime, kumetokea tukio la kushangaza ambapo kijana mmoja anayefahamika kwa majina ya Stefan Kuro Werema amekutwa amejinyonga kwa kutumia kamba kwenye mti wa mpera uliopo nyumbani kwake alipokuwa amepanga. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa huo ndugu Chacha Kisima Mnanka amesema kuwa alipokea taarifa ya tukio hilo majira ya asubuhi ya leo tarehe 21 Machi mwaka huu kuwa kuna kijana amejinyonga katika eneo la Nyamihutwa mtaani hapo. Leo majira ya saa 11 nimepigiwa simu kwamba kuna mtu amejinyonga. Basi baada ya kufika kwenye tukio nikuta ni kijana mdogo mwenye miaka kama 21 au 22 hivi, kweli amejinyonga. Lakini katika kufuatilia kuonekana amekuja nyumbani kwake mida ya saa 10. Baadaye akafika mwanamke akamkaribisha, lakini ikaonekana kama hayuko sawa, kama kunywa kidogo pombe. Basi akaomba nguo za kwenda kazini. Kwa mwanamke akamwambia unaenda kazini wapi? Lakini bado akalazimisha. Basi mwanamke akampa nguo. Basi akatoka. Baada ya kutoka mwanamke alifikiri labda ameenda kazini. Baadaye jirani yao ndio ametoka, basi akakuta ameshajitundika. Ni amejitundika jirani tu eneo, kuna mtu wa mpera ndio amepanda juu. Basi mimi kama mwenyekiti wa mtaa nilikuwa na wasihi vijana au hata watu wote kwenye mtu mwenye changamoto yoyote, basi ajaribu kumuuliza hata rafiki yake au jirani au hata mimi kiongozi aniulize, naweza nikampa ushauri kuliko kuchukua maamuzi yake yeye kama yeye. Kuna mtu mwingine anaweza kawa na ndugu kama na changamoto labda hata kama ni ya kimaisha, basi ajaribu kushirikisha ndugu. Na maana kama huyu kijana naye angeshirikisha ndugu, basi hili lisingetokea. Mimi kijana wangu ni kijana alikuwa akinisikiliza maelekezo yangu, amekuwa akifuata maelekezo yangu kwa kweli. Na ni kijana ambaye alikuwa anajishughulisha na biashara zake ndogo ndogo, alikuwa mjasiriamali. Nimeshtushwa tu kwa kupigiwa simu kwamba huku kijana wangu anakoishi kwamba nipigiwa simu na mdogo wangu kwamba kajinyonga. Unaona? Ndio kimbia kuja kwenye eneo la tukio nikakuta ni kweli ameshajinyonga. Mimi ni baba yake mzazi. Ndiyo. Ni baba mzazi ambaye na majonzi makubwa sana elezeki. Lakini hata kidogo kulisha kutokea shida labda kwenye familia yake kati yake na mkewe ambayo inaweza kuwa imepelekea changamoto hii? Sijajua, sikuwahi kusikia. Ukweli sikuwahi kusikia. Sikuwahi kusikia. Wito wako basi kwa vijana wenye umri kama wasihi tu vijana wanapokuwa na changamoto zozote zile wajaribu kuwashirikisha watu wao wa karibu au ndugu wa karibu au pengine wazazi. Unaona, hata kama jambo litakufika gumu kiasi gani, mzazi lazima atalitatua kwa mtoto wake. Jina naitwa Daudi Silas Yoni, ndio mwenyekiti wa vijana ndani ya mtaa wa Ronsoti. Kwa ufupi kabisa nasikitishwa na tukio kubwa lililotokea leo. Punguze kuchukua maamuzi, hata kama yatakuwa maamuzi magumu kiasi gani, hata kama kutakuwa na matatizo magumu kiasi gani. Wajaribu kushirikisha. Watu wengi wamekuwa kuchukua hatua hii kwa sababu ya kukaa na dukuduku moyoni. Ni muhimu sana wa vijana, sio tu vijana. Mtu yeyote yule ni vizuri sana anapokuwa amekumbwa na tatizo lolote ambalo ni gumu, akashare hayo matatizo yake na watu wengine. Kwa ufupi nasikitishwa na tukio lililotokea ndani ya mtaa wangu, kumpoteza kijana ambaye tulikuwa tunashirikiana naye vizuri kwenye matukio mbalimbali. Alikuwa anajumuika na wenzake kwenye kazi mbalimbali, kwenye majukumu mbalimbali, kwenye misiba. Kwa kweli kiufupi mimi kama mwenyekiti nasikitika sana. Nimepoteza kijana ambaye ni muhimu ndani ya mtaa wangu wa Ronsoti, nimepata pigo kubwa sana. Na waso vijana wenzangu ambao tulibaki ndani ya mtaa wa Ronsoti, tuendelee kushikamana kwenye tukio kama hilo lilompata ndugu yetu, tuendelee kuwa na umoja, tuendelee kushikamana ngazi hadi ngazi, na Mwenyezi Mungu atatusaidia sana. Mimi yangu ni hayo tu. Naomba vijana wengine waliobaki tuendelee kuwa na ushikamano kama alikuwa nao ndugu yetu Steve. Ni kijana alikuwa anajitolea kwenye misiba, kwenye michango, kwenye kazi. Alikuwa ni kijana anayeheshimu kila mtu bila kujali umri, bila kujali lika, kabila wala nini. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana. Wenzangu ambao tunabaki ndani ya mtaa huu wa Ronsoti tuendelee kuiga mfano kama alikuwa nao Steve. Kwa kweli tumepoteza kijana ambaye ni nguvu kazi ndani ya mtaa wa Ronsoti. Nasikitika sana. Kwa jina linalofahamika kwa babu
Babu Michabi, ni nakaa kwenye mtaa wa Ronsoti. Kwa kweli hili jambo limetusikitisha sana vijana wenzetu, na mpaka sasa hivi tupo hapa tutaki kuondoka kwa sababu kweli kijana amefanya kitu. Hata sisi wenyewe tulipofika hapa tulibaki tena kushangaa. Inawezekana alikuwa ni mtu wa karibu sana na ulikuwa unamfahamu sana. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Ni mtu wa kawaida tu, anafanya kazi zake, namuingizia hela kidogo. Alikuwa hana makuzi na vijana wenzake. Hata mara moja kwenye harakati zake za maisha au kwenye maisha yake alishawahi kushirikisha kwamba ana changamoto fulani ambayo anaipitia, labda akaomba hata ushauri? Hajanishirikisha, maki wanavyoamka vijana si unajua wanaenda kutafuta riziki. Wanaenda kutafuta riziki mpaka jioni ndio tunaonana. Unaona vijana na wasi sana, kama watakuwa wamekunywa wanabakiza sehemu kidogo ya kujistiri kidogo. Unahisi sababu ya ulevi na pombe inaweza kuwa ni sababu iliyopelekea kijana huyu kujinyonga? Siwezi kujua, kwa sababu hivi vitu unaweza ukapiga pombe kazidi, ukachukua maamuzi ambayo maamuzi kama hayo aliyochukua. Na alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Babu. Mimi kwa majina naitwa Maro Kitana, mkaaji wa Ronsoti. Mimi namtambua huyu kijana, ni mtoto wa shemeji yangu na tulikuwa tunaishi naye vizuri ndani ya mtaa. Kwa hiyo sijawahi kusikia mnunguniko wowote kuhusu swala lolote la mashtaka. Huyu kijana alikuwa mtifu. Kwa hiyo sisi tumesikitika na kitendo hicho cha kujitolea maamuzi ya kujinyonga. Tumeshangaa sana wanajamii. Na ni swala ambalo hatuoni mgogoro wake wa aina yoyote. Wala hatujawahi kusikia ndani ya ndoa yake kuwa labda wanatarafiana, na ni kijana mdogo ambaye ni mke wake na naye ana mimba, ndio mimba ya kwanza hiyo, na ni kijana mdogo tu ambaye alikuwa ana mahusiano na watu wote, na alikuwa anapendana na vijana wenzio. Shughuli mbalimbali walikuwa wakishirikiana kufanya kazi zote za kujipatia kipato cha kuingiza mkono kinywa. Mimi nimefika hapa kwenye saa 1 asubuhi baada ya kupata taarifa kuwa kuna mtu amejinyonga jirani yetu. Nikafika hapa nikashuhudia mtu amening'inia kwenye mti ambaye ni mti wa mpera. Sasa baada hapo nilifuatilia taratibu za kuita maaskari, na askari kwa kweli waliweza kufika eneo la tukio na kupiga picha na kuangalia jinsi alivyokuwa ameshaning'iniza na dokta. Kwa majina naitwa Salamu Jona, ni mkazi wa mtaa huu Ronsoti na Mehuti. Kuhusu hili tukio ni la kushtukiza na ni la kushangaza, kwa sababu ni kijana mdogo ambaye hata hajapatwa na majukumu makubwa kwamba huenda familia imekuaje. Ni kijana ambaye sijui ndio ana mke mmoja, hawajapata hata mtoto. Kitu kilichoendelea hiki ni cha kushangaza kwa kijana mdogo ambaye ni nguvu kazi, ambaye anategemewa zaidi na taifa. Mtoto huyu akishindwa kueleza kwa kweli imetufika, basi tusijue tufanye. Unawashauri nini vijana wengine waliobaki? Nishauri kwa vijana, kitu kikubwa cha kwanza, wawe na hofu ya Mungu. Kijana wa umri huu kufikia kufanya hivyo, angekuwa na hofu ya Mungu, angeingia kanisani kwanza, ajutie, atafakari, asingechukua jukumu la kufanya kitendo kama hiki.